Hello baba na mama wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Penicare Afya, karibu tena kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya mama na mtoto. Na kama ni mara yako ya kwanza kufika kwenye kipindi chetu au kufika kwenye chaneli yetu, karibu sana, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuendelea kupata elimu muhimu kuhusu ujauzito na afya kwa ujumla. Lakini pia leo utazungumzia mada ambayo mara nyingi huwapa hofu wajawazito wengi, na mada hii ni kutoka uchafu kwa mama mjamzito husababishwa na nini? Tunataka tujifunze hizo sababu, lakini pia hiyo itakusaidia pia kujua vitu vingi ambavyo vinaendana na mama mjamzito. Wajawazito wengi huona uchafu au majimaji yakitoka ukeni wakati wa ujauzito na kuanza kujiuliza ni kama ni hali ya kawaida au ni dalili ya tatizo lolote. Hivyo kwenye video hii tutajifunza sababu zinazoweza kufanya uchafu kutoka kipindi cha ujauzito na wakati gani unapaswa kuona daktari haraka endapo utaona huo uchafu umezidi au umekuwa na aina gani. Kaa na mimi ili uweze kujifunza vitu vingi. Je, kutoka uchafu ukeni wakati wa ujauzito au kipindi cha ujauzito ni kawaida au hatari? Kwa wajawazito wengi, kutoka uchafu mweupe au majimaji mepesi ukeni inaweza kuwa hali ya kawaida kabisa na sio tatizo. Na hii hutokea kutokana na mabadiliko ya hormones mwilini wakati wa ujauzito. Mwili huongeza ute unaosaidia kulinda njia ya uzazi dhidi ya maambukizi, lakini sio kila uchafu ni wa kawaida. Rangi, harufu au hali ya uchafu inaweza kusaidia kujua kwamba hii ni hali ya kawaida au ni hali ya hatari au dalili za tatizo fulani. Sababu za kutoka uchafu ukeni kwa mjamzito ni zipi? Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya hormones kama nilivyowafundisha. Sababu nyingine ambayo tunaweza tukaiangalia ni maambukizi ya fungus, ambayo fungus ni tatizo linalowapata wajawazito wengi kutokana na mabadiliko ya mwili, na dalili zake zinaweza kuwa uchafu mzito mweupe, zinaweza kuwa kuwashwa sehemu za siri, zinaweza kuwa na maumivu au miwasho, lakini wakati mwingine inaweza ikawa yanatoka na harufu kali. Na ikiwa una dalili hizi, ni vizuri kwenda hospitali kwa matibabu sahihi. Usitumie dawa bila kupata ushauri wetu. Lakini kuna maambukizi ya bakteria, na hawa baadhi ya bakteria yanaweza kusababisha uchafu usio wa kawaida, kwamba dalili zinaweza kuwa uchafu wenye harufu mbaya, lakini pia rangi ya kijivu, njano au kahawia au kijani. Kuna kuwashwa au maumivu makali sana ambayo yatatokea kwenye mfumo wako wa chini ya kitovu, lakini maambukizi haya yanahitaji matibabu ya daktari. Kuna sababu nyingine, maambukizi ya njia ya uzazi, kwamba baadhi ya wagonjwa au baadhi ya magonjwa ya njia ya uzazi yanaweza kusababisha uchafu kutoka kipindi cha ujauzito, na ndio maana ni muhimu sana kufanya vipimo hospitalini mapema ikiwa uchafu si wa kawaida. Na kitu kingine ambacho utakiangalia au sababu nyingine ni kutoka kwa uteute wa mlango wa uzazi, na karibu na muda wa kujifungua mama anaweza kuona ute mzito ndani au na damu kidogo, na hii inaweza kuwa ishara kuwa mlango wa kizazi unaanza kufunguka na uchungu uko karibu kuanza kujifungua. Lakini pia namba 6 ambayo tutakuwa tunaiangalia leo, hiyo sababu ya 6 ni kuvuja kwa damu ya uzazi. Wakati mwingine mama anaweza kudhani ni uchafu, kumbe ni maji ya uzazi yanavuja. Na ukiona maji mengi na mepesi yanayotoka bila kuthibitiwa, wahi hospitali haraka kwa uchunguzi zaidi. Lakini pia tunaangalia dalili hatari za kuangalia endapo uchafu unatoka ukeni. Dalili ya kwanza ambayo natakiwa kuiangalia ni harufu kali na mbaya, lakini pia kuwasha sana, na kitu kingine maumivu ya tumbo, lakini damu nyingi, homa, uchafu wa kijani au njano, au mtoto kucheza kidogo kuliko kawaida. Usipuuzie dalili hizi, ni mbaya zaidi. Na muhimu ni kujikinga. Mama mjamzito unapaswa kudumisha usafi wa sehemu zako za siri, kubadilisha nguo za ndani kila mara, lakini pia kuepuka kutumia kemikali
kali sehemu za siri na kunywa maji mengi ya kutosha ukiwa mjamzito. Na kitu kingine cha muhimu zaidi ni kuhudhuria kliniki pale ambapo unakuwa umejigundua kwamba wewe ni mjamzito, unaanza kwenda kliniki. Pia epuka kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Kwa mama mjamzito, kutoka uchafu kipindi cha ujauzito kinaweza kusababishwa na mabadiliko ya hormones, lakini pia fungus, lakini pia maambukizi ya bakteria, magonjwa ya njia ya uzazi na ute wa mlango wa uzazi au kuvuja kwa maji ya uzazi. Baadhi ya uchafu ni kawaida, lakini wakati mwingine unaweza kuwa dalili za maambukizi au matatizo linalohitaji matibabu. Asante sana kwa kutazama video hii, na kama umeweza kujifunza kitu, tafadhali usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kucomment kitu chochote ambacho umeweza kujifunza, ili tuweze kubadilishana mawazo na watu wengine waweze kujifunza vitu vingi kupitia wewe.